na katika mabaya basi anayefanya mazuri huwa anaungana naye mkono. Kwa hiyo viongozi hawa wa klabu ya Yanga na klabu mbalimbali, awe ni Muislamu asiwe ni Muislamu, basi tutawasupport kuwafanyia dua. Zipo dua kabisa, si kumwambia Allah ya Rabbi tunamtaka mtu fulani awe ni kiongozi, basi hiyo haipingi. Sababu sisi tunajua namna ya kumsema na Allah. Na yako madua makubwa kabisa, madua ya rafi'u daraja. Unaposikia rafi'u daraja maana yake ni kupandishwa. Kama ulikuwa mwalimu wa chekechea, basi unapandishwa na kwenda kuwa mwalimu wa sekondari. Kwa hiyo hii inawezekana. Ndio maana tunapokuwa tunapata fursa hii huwa tunawaombea viongozi wetu. Na katika utabiri wa mwaka huu basi tunasema kwamba rais wa Tanzania ni Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Unataka ndivyo, usitake sivyo. Kwa sababu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan ana nyota ya kiutawala. Lakini pia katika ardhi ya Zanzibar, rais wa Zanzibar, yani lau ingelikuwa ina uwezekano kwamba hawa waapizwe ni kabisa, basi wafadhali sana kama alivyokuja sema Kisugu, sababu hawa wanatosha. Sababu kuna mambo hayakuwepo katika ardhi ya Zanzibar, leo yako kupitia nani? Daktari Hussein Mwinyi. Kuna mambo hayakuwepo hapa katika ardhi ya Tanzania, leo yamekuwepo kwa sababu nani? Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hawa mimi nimeanza kuwatabilia hawa. Kwa hiyo tujiandae utabili wa wabunge mpaka madiwani. Mingi kutabilia sala fulani basi ujue ni kumfa yakun. Sababu sisi tunaamini kwamba kumfa yakun. Mungu akiamua jambo kuwa na linakuwa. Na sisi tunaamini sana katika subra. Kama alivyosema Bwana Kisugu, bwana huyu ni msomi. Nimempigia saruti. Sababu alivyopiga ile inna Allaha ma'as-sabirin. Kweli bwana. Mungu yupo pamoja na wale wenye kusubiri. Yani ukiwa katika kusubiri, Mungu yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Kwa viongozi wetu hasa ni wilaya yetu hii ya Mkuranga, Mheshimiwa Abdallah Ulega ndiyo mbunge wetu. Sababu ameyafanya makubwa, ambaye ni waziri wa ujenzi. Mheshimiwa mjali kila la kheri insha Allah. Na hawa wanaochukua sui form sui za atuwakatishi tamaa, kwa sababu ni kuonesha nini mnaita uzalendo. Mtanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya nini? Ya kuchaguliwa. Kwa hiyo hatuwakatishi tamaa. Chukueni, lakini ujue faraha yetu ni Ulega. Juzi tulipiga story, ningekwambia Sheikh nasikia kuna Sheikh Ponda pamoja na Sheikh Dr. Sule ndio wanakwenda, kuna tetesi nimesikia wanakwenda kugombea ubunge. Ndio jana nikamuona Dr. Sule kwenye shati la kijani, ndio anakwenda kuchukua fomu kutaka ubunge wilaya ya Temeke. Nikasema bwana, hii Firdausi inamuhusu. Mungu nikazungumza naye, bwana ndugu yangu kaijitosa mzima Sheikh. Allahu Akbar. Kwanza ijulikane pia sisi viongozi wa dini tuna haki ya kugombea. Uwe ni udiwani, uwe ni ubunge, sionekana kwamba si viongozi wa dini tuko nyuma. Hapana. Na wanaosema kuchanganya dini na siasa waulize siasa gani iliyokusudiwa. Nchi bwana, sisi wa Tanzania ndivyo tulivyo ati. Lazima yani siasa sisi inatuhusu. Mimi hapa leo ni mjumbe wa kamati ya pesa kati ya Mandege. Ni mjumbe kupitia chama tawala CCM. Unalijua hilo? Mjumbe. Na katika wale unavyowasikia wajumbe kwenda kwenye uchaguzi lazima mpite kwetu wajumbe. Kwa hiyo na mimi nipo katika utahusika katika wale ambao watawakata watu. Nipo si mjumbe bwana. Kwa hiyo hata pia nikipata sababu ninakuwa mle pia napata pia fursa kupiga vitu vyangu. Mtu fulani apige, mtu fulani apite huku na kuvutia askari. Uchomoki babu. Pia nilishukuru sana baada ya kuteuliwa na uongozi wa CCM kati ya Mandege kuwekwa kwamba ni mjumbe kamati ya pesa. Nilifurahi sana kwamba na mimi kwamba wameona mchango wangu katika jamii, basi alhamdulillah. Kwa hiyo mashehe kugombea ni swala ambalo linakusiwa, na insha Allah na shekhe yoyote, kiongozi yote wa dini atakayegombea kupitia CCM kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atamjalia atashinda. Nje ya CCM huwezi kupata. Kwa Sheikh Ponda tu bora. Utatufanyia kitu gani? Sheikh Ponda tu. Kujiongoza wewe umeshindwa. Kazi yako ni kusimama majukwani na kumtukana rais. Kazi yako ni kusimama majukwani, wewe huyaoni, kwa sababu sio lazima kwamba aliyomtukana rais kwamba utoe hata wewe rais anafanya makubwa huyaoni. Tunasema ni kati ya kumtukana, lazima uyaone daktari anayoyafanya Mama Samia Suluhu Hassan, uyaone. Usipoyasema rais ambaye yafanyi, tunasema umemtukana. Ponda hajasema wazuri kusema mama. Lipi? Na ndivyo ilivyokuwa desturi ya mtu mbaya, kaka yangu Kisugu, kwamba hasidi mtu mbaya, mtu ambaye hajawahi kukusemea sala zuri
tunaweza kusemea swala ambalo hata hauna. Watizame sisi wanaotuchukia fulani kadha, jamani mimi nimekuwa Firauni, nimekuwa na mabaya. Firauni na ubaya wake Mungu kamtaja ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia, mnamuita Farao. Ndani ya Qur'ani tunamuita Firauni. Kwa hiyo tizama na ujinga wake wote Mungu kamtaja. Mungu hayuko namna hivyo. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lakini pia ni kuibia siri tu. Hii ulikuwa huna na kuibia siri. Wengi sana wameshtuka dhidi ya kafara ambalo limefanyika hivi juzi siku ya Ijumaa. Na kwa nini ilikuwa Ijumaa? Kwamba timu ya Yanga wamechinja ngamia, wamefanya kadha. Katika mashekhe ambao walipata fursa ya kuchoma ubani, nami nilikuwemo katika hao. Mwenyezi Mungu sisi ndani ya Qur'an al-Karim anatuambia tuswali kwa ajili yake na tuchinje kwa ajili yake. Ile unaweza ukaona kwamba na kuibia siri tu kidogo kwamba timu ya Yanga ambao wanasimamiwa na yule JSM kuchinja, ile JSM sikana kwamba alitaka ni swala la Yanga, mle alikuwa anafungua masuala yake ya biashara zake, zile supu zile damu kumwagika zile, alikuwa anajitilia nia yeye katika biashara zake. Kwa hiyo utafikiri kama kawekeza katika timu Yanga? Hapana. Kumbe inabidi Simba nao pia waige kula supu, kuchinja. Sio kula supu, katika kuchinja. Uchinje kwa ajili ya Allah. Kuna mwingine anaweza ukachinja kwa ajili ya kuwafurahisha watu wewe wa enjoy kwamba leo tumekuja supu. Hapana, chinja kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ni katika moja ya siri, ndio maana unaona siri ya mafanikio ipo katika kuchinja. Ipo katika matajiri wote ambao biashara zao zote zinaenda wanafanya vipi? Wanachinja. Hata kama unataka uongozi, unataka ubunge, unataka udiwani, fanya kuchinja. Sababu inna shaniaka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu atakunyanyua, atakupandisha baada ya kuisha kumwaga damu chini. Hasa mnyama ngamia. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an al-Karim, hivi nyie wanadamu hamumtizami ngamia namna alivyoumbwa? Ngamia ni katika wanyama ambao wana siri kubwa sana. Pia nitumie fursa hii kuambia kwamba vijana wamekuwa ni wengi katika uchukuaji wa fomu, kutiania ya udiwani, ubunge. Hivi karibuni tutaanza kushuhudia masuala ya kampeni. Niwaombe kwamba tuvitumie vinywa vyetu vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida. Enyi mliokuwa waumini, semeni maneno, kauli zilizokuwa za ukweli. Tusiende kuyatumia majukwaa kutukanana, kudhalauliana. Kuna maisha baada ya uongozi, kuna maisha baada ya kampeni. Ndio maana nimefurahi sana kusikia neno kwa Bwana Kisugu kwamba timu ya Yanga na Simba si maadui. Ndio kama sisi Waislamu na Wakristo si maadui. Mkristo anaweza kuwa kiongozi na Muislamu anaweza kuwa kiongozi. Kwa sababu gani? Ndiyo katika mila zetu na desturi zetu sisi wa Tanzania. Yaani wa Tanzania sisi namna tulivyolelewa na Mwalimu Nyerere, nyuma ya Muislamu anakaa. Mimi nimefika kwa Kisugu. Katika fursa na bahati niliyopata pale kwa Kisugu, ukifika tu pale nyumbani kwake, katika watoto aliyokuwa nao, ana mtoto pia anamlea ambaye ni yatima na sio katika Muislamu. Ni kuonyesha kwamba Waislamu sisi hatubaguani kabisa. Mkristo ana haki ya kuishi katika nyumba ya Muislamu na Muislamu ana haki ya kuishi. Mkristo anaweza kuwa ni diwani na Muislamu anaweza kuwa diwani. Kwa hiyo hata mtani kwako inawezekana mgombea ubunge akawa ni Mkristo. Usimnyime, usishinde kumchagua kwa sababu sio nini? Sio Muislamu. Hapana. Ukifanya hivyo unakuwa unakosea. Nchi haina dini, ila tunaongozwa tuna nini? Tuna dini. Kwa masuala ya kwanza katika kipindi hiki, masuala ya udini tuyaweke pembeni. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Anaweza akawa Mkristo katika uongozi wake wa kutawala duniani hapa ukawa ni bora kuliko nini? Muislamu. Kwa hiyo tunawaombea viongozi ambao wametiania kwamba kwenda kugombea ni ubunge, udiwani. Mwenyezi Mungu awasimamie kila lilikuwa la kheri. Kina Dr. Sule hao. Mbona comment moja tunakwambia kwamba shehe, mimi nakukubali sana shehe wangu, lakini huko ulipoenda huku sio kwako. Na nikwambie kwamba uongozi anatoa Mungu. Hiyo siri nakupa. Uongozi anatoa nani? Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu humruzuku katika wanadamu amtakaye na humnyima katika wanadamu
amtakaye, sio humnyima katika wanadamu amchukiaye. La. Allah huwachagua awatakaye. Ukiona mtu amekuwa kiongozi, si kana kwamba kataka yeye, Mungu kakutaka. Ukiona mtu amekuwa kiongozi, ujue Mungu kakutaka. Maneno ya Sheikh Sharif Firdaus, mmoja kati ya mashehe wakubwa Tanzania ambao watu wengi wananufaika kwa dua zake. Kituo chake kiko hapa Mwandege, Sharif Firdaus Center. Sheikh, shukrani sana. Asante. Kisugu na neno? Kubwa sina neno. Nafikiri Sheikh ameongea maneno mazuri, ameongea maneno matamu. Lakini kikubwa nirejee kuomba sana wa Tanzania pindi wanapopata fursa basi waje hapa maeneo ya Mwandege kwa Firdaus Center kwa Sheikh Sharif hapa waje kupata dua. Mimi nafikiri itakuwa jambo jema, pia litakuwa jambo zuri. Shukrani. Asante sana.